الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Naam ikhwa, barakallahu fikum. Hii ndiyo manasa ya khirijin ya Jamia Al-Islamia kama ilivyoandikwa hapo, na nataka niwaelekeze vitu viwili. Cha kwanza, namna gani ya kufungua akaunti na kuingia katika akaunti yako, na cha pili ni kutengeneza au kumtumia wanafunzi tazkiyat qabul. Na nahisi ni hayo na ndani yake, na katika hiyo process tutaangalia pia namna gani ya kuupdate maalumati yako ya data. Kwa huyu alishaingia katika akaunti, almuhim ikiwa mwanzoni inakuja sajili al'an. Kwa kama mtu hana akaunti, anaingia katika hii website alumni.iu.edu.sa, kisha atabonyeza moja kwa moja sajili al'an, na ikija sajili al'an, kwa kuwa hatuna akaunti tutashuka moja kwa moja mpaka hapa insha hisab khirij jadid. Kisha fungua insha hisab khirij, hapo utajaza rakamul jamia, utajaza namba yako ya jamia. Mathalan mimi nitajaza hii namba ya mwanafunzi mmoja, na mathalan inawezekana nimeikosea, lakini nafanya jaribisho. Kwa hapo utakuja kwenye mwaka, utachagua mwaka wa kuzaliwa na tarehe na mwezi, utachagua mwaka wa kutakharraji mathalan, alafu umepata wapi hizi habari, utachagua mathalan ibra wasaili WhatsApp, utaenda tali, itakudai utie email, utaweka email yako kisha utatuma. Mimi sitatuma kwa sababu nishafanya hii process, au ngoja tutuma. Kituma utakwambia tama irsal ramzu tahaqquq, itakudai hapa utie ramzu tahaqquq. Kwa ili kuitia utakuja hapa kwenye Gmail yako, ingia, utakuta kuna email ya ramzu tahaqquq imeingia hii hapa. Kwa utaifungua, ukifungua email hii ya mwisho, kwa hii utaitumia, utaikopi. Ukikopi utaenda utaiweka hapa kwenye unapohitajika ramzu taakid at-tahaqquq, shaitia utabonyeza at-taakid tamma tahaqquq bi najah. Ukija hapa kwambia tamma tasjili alhisab, utaenda kwenye safha raisia, au wanakwambia hapa kwamba tamma irsal tafasil alhisab ila kwenye hiyo email. Ukiingia katika email mara ya pili utakuta kuna namba za siri wamekutumia. Nitaonyesha mathalan zinakuja kama hizi ya maelezo, namba hizi na hizi namba za siri. Kwa hiyo tushabadilisha account, unaweza mtu mwingine akaja kaangalia kwenye account yake inatokezea vipi. Khalas, unakuja kwenye tasjil, unaenda kwenye safha raisia, kwenye tasjil dukhul. Ukifika unaweza kaingia kama mwanafunzi kawaida. Kwa nitaonyesha namna gani hii account ya mwanafunzi mwingine. Kwa tukitia hapa inakuja username yake na password yake, unajaza kama kawaida kuingia Jamia. Na mtu asiyejua angalie, zipo njia za kuwasiliana na Jamia ili kutumia password zako. Unakuja kwenye dukhul, utaingia kwenye account moja kwa moja. Fika hii safha raisia, hamna mengi isipokuwa kuna maalumati muhimu tu ya muhusika yamewekwa pale na musharaka wake, kisha hii ndio safha raisia. Kimaliza utakuja kwenye malafu shakhsi. Hapa huu ukurasa wa mwanzo hamna cha kujaza isipokuwa picha, na hii picha kidogo baadhi ya watu inawasumbua, tutaelekezana namna gani ya kuweka sawa. Ama haya maelezo hapa mengine yanapoishajazwa tayari, unaenda moja kwa moja kwenye atali, unakuja maalumati tawasul, unajaza maalumati yako kwa usahihi. Ukimaliza unajaza unapoishi. Hii namba ya ramzul barid wengi hawajui, ila hii inapatikana kwenye kitambulisho chako cha Mtanzania. Baada ya tarehe yako kuzaliwa kuna namba 5 zinafuata, zile ndo ramzul barid. Na kama wewe huna, basi mtu unayekaa naye karibu kama anacho, ramzul barid zinakuwa zinaendana za wale watu wa karibu. Kwa unaangalia za kwake unazitia, kisha unaandika unapoishi na kadhalika. Hizi ndo sehemu za muhimu za kujaza katika kuupdate data. Haya maaluma ya kazi kama umeajiriwa na kadhalika, unabonyeza hapa na kuyajaza. Kisha unaenda tali, kama ulijiongeza katika elimu ukapata master au magister au doktora au chengine, naongezea hapo maaluma.
Musahama albahthia, ushawahi kufanya bahthi ukatuma sehemu fulani, unazijaza hapo pia. Ukimaliza mwisho kabisa musnadati alkhiyari, sio lazima idhafia, ikhtiyari. Unaweza ukaweka cheti, ukaweka na sira dhatia, kumaliza unafanya hivyo. Ukishamaliza kufanya yote hayo, itakuja hapa mathalan wewe ukishamaliza 86, akiweka picha na cheti itafika mpaka 100. Kwa hapo ushafungua akaunti, ushaingia kwenye akaunti na ushafanya tahdith almalumat ya malafu shakhsi. Kwa utakuja kumalizia picha baadaye mwishoni, na hicho cheti inshallah akipata muda atakuja tatia. Alkhidamat, tunakuja moja kwa moja sehemu ya kutoa hiyo tazkia kabul. Sehemu muhimu kwa kweli ni hapa tazkia kabul na jawaiz wal musabaqat. Nikija mathalan jamii wametoa ofa fulani na kadha, mara nyingi zinakuwa hapa kwenye jawaiz wal musabaqat, na hapa ndo kwenye kumtolea mwanafunzi tazkia kabul. Kwa utabonyeza kwenye tazkia kabul, kila mtu anazo, huyo ana 0 kati ya 10. Kwa utabonyeza takdim tazkia jadida, na anaweza ukasoma haya maalumati hapa anil khidma, ukasoma kile kinachohusika hapa mepesi biidhnillah. Unaandika hapo tazkia yako ya kwanza. Ukifika inabidi uwe na rakam ya yule talib muhusika, rakam ya yule talib. Hapa uende ukatie rakam alqabul au rakam ya yule talib, uweke tahaqquk na maelezo mengine yafuate. Kwa hii rakam unaipata wapi? Hii rakam unaipata wapi? Naam, hii rakam ya mwanafunzi unaipata wapi? Kwa jambo la kwanza utaenda kufungua tabwib jadid katika nini yako unayotumia. Ukishafika hapa search neno minhati alafu 2. Hii ndo safha mpya ya kuangalia mwanafunzi. Utakuja hii link ya kwanza minhati.au.ed.sa alqabul at-tasjil al-jami' al-islamiyya bil Madina. Kwa ukifungua nidham minhati, pana maelezo hapa ya kuomba kwa kulipia na kadhalika, lakini hayo maya humuna. Tutakuja kwenye ad-dukhul, utabonyeza tasjil dukhul. Hapa utatia email ya muhusika, kisha utabonyeza tasjil ad-dukhul. Zitakuja hizi rakamu tasjil ndo zinazohitajika, utazikopi utaenda nazo kwenye manasa, utaweka hapa. Ukiweka utafanya tahaqquk, watakwambia rakamu ipo, na hii rakamu inaweza kupokea tazkia 2 idhafia. Kwa hapa utaandika jina la talib kama ilivyo katika maombi kwa Kizungu na kwa Kiarabu, na hapa jina la talib kwa Kizungu. Kimaliza hapa utaandika maelezo ya tazkia. Mathalan huyu utaandika kwa kiufupi na kwa Kizungu hivyo hivyo. Alafu hapa utajaza maneno, yakishaanza kukaribia 50, kifupi unaandika kwa Kiarabu. Mimi nitajaza tu herufi zozote ili itokezee ile sehemu ya kufanya irsal. Kwa ukishamaliza utabonyeza irsal tazkia. Lakini kwa kuwa sijakusudia, nimepanga tu niwaonyeshe namna gani ya kutuma hayo maelezo. Kwa utajaza, utafanya tahaqquk, kisha utamtumia wewe mwanafunzi husika tazkia. Mpaka hapo utakuwa ushamaliza process ya kutuma hiyo tazkia ya mwanafunzi. Kwa na hapo ukimaliza kwenye khidamati, kuna khidma nyingine kama jawaiz wal musabaqat. Ukija kwenye hii safa saizi hamna kitu, ila kikitokezea manake kwa unapitia au ujiunge na channel nini wanaita connection za jamii zile za Twitter kuhusiana na mambo ya makhiriji, huwa wanatuma vitu mbalimbali. Huenda ukapata fursa ya kuja umra, fursa ya hija, fursa ya jaiza yoyote. Kwa huenda vikatokezea ukakuta ardhi ukaja ukajaza, ikawa ni bahati yako. Allah atiwe pesi, Allah asahilishe. Naona ni hayo. Ukitaka kutoka utakuja tasjilul khuruj, itakutoa kwenye system ikurejeshe mwanzo katika ile page ya manasa. Wa ila huna, naona panatosheleza, hapahitaji maelezo mengi zaidi. Allah alipe khairi, Allah asahilishie. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.